Tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 ndiko ambako iliripotiwa drone kupiga nyumba ya dada aitwaye Karine Buset. Huyu dada ambaye ana uraia wa Marekani na alikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama mfanyakazi wa kujitolea akiwa chini ya mwavuli wa shirika la UNICEF, shirika ambalo ni la kimataifa linalofanya kazi yake kubwa kwa ajili ya kuangalia afya ya watoto, lakini pia usalama wao, malezi yao, elimu yao, pamoja na jamii inayowezesha watoto wao kukua. Na tarehe hiyo hiyo ya 11 mwezi wa 3 ndiyo tarehe ambayo pia Rais wa Marekani Emmanuel Macron aliweza kuripoti kuthibitisha kifo cha dada Karine Buset. Kifo cha dada huyu kilileta maswali mengi na watu wengi kujiuliza. Serikali ya Kinshasa ikiwa haina taarifa iliyo rasmi kueleza juu ya kifo chake, kama vile ambavyo waasi wa M23 wakishirikiana na nchi ya Rwanda, ambako eneo wanalolidhibiti la Goma ndiko kulikotokea na kifo hichi, vile vile na wao hawakusita wala kumeza maneno. Wao walisema moja kwa moja kwamba kifo cha dada huyu kimesababishwa na serikali ya Kinshasa, kwamba ndio waliopiga bomu kwenye nyumba yake na kusababisha umauti wake. Wao hawakusubiri uchunguzi wala hawakutumia mbinu zozote, lakini waliongea hivyo moja kwa moja. Wakati hiyo serikali ya Kinshasa ikawa inajibu kwamba hawawezi kutoa taarifa ya moja kwa moja, watafanya utafiti na upelelezi ili kujua chanzo na sababu ya kufa kwa mwanamama huyu. Sasa nilikuahidi kwamba nitafanya upelelezi na mimi, lakini pia nitashirikiana bega kwa bega na tume ya nchi ya Ufaransa iliyotumwa kwa ajili ya kupeleleza kifo cha mama au dada Karine. Nitakuwa nao sambamba na nitakupa ripoti. Na hapa sasa ninakuletea ripoti ya awali, uchunguzi wa awali na vitu vilivyoonekana katika uchunguzi wa kwanza. Hapa ndipo ninapokuletea. Hivyo nitakuomba ninapokwenda kukupa sasa hizi nondo za uchunguzi tuliopata kwa kushirikiana na tume ya uchunguzi kutoka Ufaransa pamoja na serikali ya Kongo, basi uwe mtu ambaye unaamini ninachokwambia. Nikuombe tafadhali uweze kujiabone na chaîne yetu ya Mbaletu TV, partager emission hii ya nyepesi, lakini pia uweze kutoa comment yako, kwa maana tutazisoma comment, lakini pia zinatusaidia kujua namna ya kuboresha na vile ambavyo mnatusikia watazamaji wetu. Ila pia nikwambie kwamba iko lien ambayo ipo kwenye description. Ninakualika jiunge na lien hiyo. Unajiunga na hiyo lien, inakupeleka kwenye grupu letu kubwa la WhatsApp ama page yetu, ambako huko ndiko tunatoa taarifa za papo kwa papo, ila pia na picha za matukio ambayo hatuwezi kuyaposti kwenye mtandao wa zarani kwa ajili ya sheria za YouTube. Tunaendelea. Kuuana katika nchi ambako vita vinaendelea, watu wanaweza kusema kwamba ni jambo la kawaida, ila mimi niseme sio kawaida mwanadamu kufa, pamoja na kwamba tumezoea kuona watu wakifa. Kuna kufa ambako mtu aweze kulaumiwa na mwingine, na kufa ambako lazima mtu alaumiwe na mwingine. Mfano, mtu alikufa katika shamba la vita ambako watu walikuwa wanapigana vita, huko kutasemekana alikuwa kwenye shamba la vita. Lakini mtu anapokufa ndani ya nyumba yake, kama alivyokufa dada Karine katikati ya jiji ambako hakuna mapambano, mtu akafa, lazima maswali yawepo 1001. Kwa maswali haya yaliposukuma jeshi la Ufaransa na serikali yake kupeleleza, kwanza kuna vitu vikubwa sana ambavyo vilibainika. Cha kwanza inabainika kwamba Yoweri Museveni, pamoja na kwamba haimbwi sana katika habari ya kusapoti 100% M23, ila uchunguzi wa kifo cha mama Karine
unakwenda kuonyesha dhahiri ulimwengu wote kwamba aliyeitengeneza M23 ni Yoweri Kaguta Museveni pamoja na Kagame, lakini wakimvalisha utekelezaji Joseph Kabila. Ila pia ushahidi ni mwingi kwamba viko vyama vingi vya kisiasa na vya uasi ambavyo vimewahi kutengenezwa ndani ya nchi ya Uganda, na rais mwenyewe ambaye anatawala akatengeneza vyama hivyo vya uasi, kama ambavyo nchini Rwanda rais anayetawala Paul Kagame akatengeneza na yeye vyama vingi na vikundi vingi vya uasi ili kujionyesha kwamba kuna watu anaopambana nao na kuwashinda ili kuimarisha utawala wake. Yoweri Museveni katika mwaka wa 1980, hapa ndipo Yoweri Museveni alishibisha sana siasa yake ya kuuana kikatili ndani ya kichwa cha Kagame. Na hapa Museveni akasema sasa Kagame amekuburu, amehitimu, anaweza kujisimamia na kuanza kuuana na yeye kwa mtindo ambao Museveni ameuana. Mwaka huu 2026 mwezi wa pili, Yoweri Kaguta Museveni katika nchi yake ya Uganda aliua watu wasiopungua 20 ambao hawa walikuwa wazungu, tena ni watalii. Alipotafsiri kwamba hawa wazungu sio watalii, yeye alitafsiri sio watalii, ila walikuja kupeleleza nchi yake na wapeleke taarifa kwa wazungu kwamba hatawapa nafasi ya kurudi kwao watu hao. Kwa hiyo akawaua pia kwa kombora, kwa drone, na akasingizia nchi za wazungu kwamba wameuawa na yale makundi ya waasi yanayokaa kwenye mapori ya Uganda. Hiyo aliifanya Museveni kwa kutumia jeshi lake, lakini pia kwa kuogopa wazungu kwenda labda wangetoa ripoti za mambo mengi waliyoshuhudia ndani ya Uganda. Hali hii ndiyo inayofanyika ndani ya Uganda, hali hii ndiyo inayofanyika ndani ya Rwanda, hali hii ndiyo inayofanyika ndani ya Kongo, lakini pia ripoti yetu inaripoti kwamba hata nchi ya Kenya nayo pia imeambukizwa hali hii kutoka mwaka wa 2023. Mwaka 2023 nchi ya Kenya nayo imeambukizwa tabia hii ya watu kuuawa kwa lengo la kuficha taarifa za nje zisitoke nje. Rwanda imekwenda kubainika kwa mambo yafuatayo, mpaka Ufaransa ikasema kwa taarifa na ripoti yetu ya awali kwamba Rwanda ndiyo ambayo imeua Mama Carine Buset. Mambo ambayo Rwanda ilimtuhumu Mama Carine ni mambo takriban 4. Jambo la kwanza, Rwanda imetuhumu Mama Carine kwa swala la kufungua airport ya Goma. Pamoja na kwamba Mama Carine ni mtu wa UNICEF, lakini moja kati ya ajenda zake kubwa alikuwa pia akisaidia na kufanya jitihada kuhakikisha airport ya Goma imefunguliwa. Alikuwa hapendi sana na yuko tayari sana wazungu wa kimataifa, wafanyakazi wa shirika za kimataifa ili kuja Goma mpaka wapitie Rwanda alafu aje Goma. Yeye katika kuangalia kwake aliona ni usumbufu ulio mkubwa, na watoto na wazazi wa watoto wanaposafiri kisiasa hata kijamii sio sawa. Kwa hiyo ilikuwa moja kati ya ajenda zake airport ya Goma ifunguliwe, na Kagame alijua hivyo. Kama ambavyo najua mzee wa Habari Mbichi akasema kwenye kipindi cha Habari Mbichi kwamba Kagame alikuwa na mpango na uwanja alikuwa ameshajenga wa kufungua uwanja wa ndege Kanembe, ambako yeye alitaka uwanja wa ndege wa Kanembe ndio utumike kwa faida yake yeye Kagame. Kwa hiyo mpango wa dada huyu airport ya Goma kufunguliwa, aliona kama vile yeye airport itakuja kuvunja mpango wake wa uwanja wa ndege ambao alikuwa anaujenga wapi? Kanembe. Kwa hiyo kaona sasa kuna conflict of interest. Hiyo ndio chanzo cha kwanza. Chanzo cha pili, Mama Catherine, Kagame alikwenda kubaini kwamba anazo ripoti nyingi sana ambazo amekwisha kuzikusanya na anazoletewa na wazazi na watoto na anazoziona wenyewe
kuhusiana na maisha ya watu na watoto katika jiji la Goma na maeneo yote ambayo wanakamata M23. Mama huyu alishuhudia unyanyasaji wa kutosha, unyanyasaji wa watoto na vitendo vingine ambavyo sio vya ubinadamu. Mfano, watoto kupelekwa katika majeshi ya M23, vijana kuingizwa ndani ya jeshi bila hiari yao. Hii imekuwa ripoti kubwa ambayo dada huyu alibaini na alikuwa ameandika kwa sababu ya kuripoti katika shirika la UNICEF kimataifa. UNICEF haiangalii tu watoto lakini na vijana pia. Kwa hiyo pia Kagame akaja kubaini jambo la tatu. Dada huyu hafanyi tu kazi za kijamii kwa maana humanitarian. Anafanya pia kazi za upelelezi au espionage. Kagame akabaini hapana, huyu dada anazo taarifa tayari nyingi za siasa ya M23, siasa za Rwanda. Kwa hiyo atakapopata nafasi ya kuziripoti taarifa hii, manake pia Rwanda itakuwa iko uchi katika siasa yake. Rwanda itakuwa iko uchi katika wizi wake ndani ya Kongo. Rwanda itakuwa iko uchi katika utawala wake ndani ya maeneo ya Kongo. Kwa hiyo Kagame akagundua hapana, huyu dada amekwisha kutujua vya kutosha. Ila pia kitu kingine Kagame ambacho nacho pia amekuja kukiona ndani ya mama Karen, askari 15,000 RDF au na maana askari wa Rwanda ambao wanaripotiwa kuwa katika nchi mbalimbali za Afrika na nje ya Afrika, ambapo Rwanda alitumiwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kutuma vikosi vyake huko kusababisha amani na kutumika kama vikosi vya kimataifa. Imagine yourself in a new... Hawa vikosi wengi wameanza kurudishwa kutoka hizo nchi kurudi nchini Rwanda. Kwa mfano tulionao kama nchi ya Mozambiki, hii ni karibu watu wengi wanaweza kushuhudia. Wala askari wote wanarudishwa kuja Rwanda. Huyu mama alikuwa pia na kazi kubwa ya kuobserve hawa askari wanapofika ndani ya Rwanda wanaenda wapi. Je, wanaingia ndani ya serikali ya Rwanda moja kwa moja au wanatumwa pia kuendeleza vurugu ndani ya Kongo? Watapita kuletwa Kongo ama watakwendaje? Kwa kuwa dada huyu upelelezi wake ulikuwa umekamilika kwa kuuliza vyanzo vya ndani ya serikali ya Rwanda, alikuwa pia amekwisha kupata taarifa ya rotation au movement ambazo hii jeshi itafanya. Na Kagame alikuwa amepanga na mpaka sasa amepanga kama watakusanywa hao kutoka mainchi tofauti, askari takriban 15,000, amepanga awalete ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuja kuongezea nguvu M23. Na ikawa moja kati ya sababu kubwa ya M23 kuona kwa kuwa askari wengi walioingizwa ndani ya M23 waliokamatwa Goma, Bukavu na sehemu zingine, wengi wanajirandre, wanajileta wenyewe kwa FARDC na wazalendo. Kagame akaona hatuna jeshi kwa maana ya hawa hawapigane vilivyo, basi subiri tukusanye hawa, wakija tutaongezea nguvu. Mkuu wa Galatia Corneille Nangaa akaendelea kuwa na tumaini hawa watakapokuja watakuja kutuunga na jeshi litakuwa kubwa. Huyu mama alijua mpango huo na Kagame akajua huyu mama amejua mpango huo. Kagame ndipo alipopatwa na moyo mgumu kama wa Farao kusema kwamba nikimruhusu huyu aende ama aendelee kuishi, hii mipango yote tunayoipanga sisi Rwanda tutakosa namna ya kuitimiza, na hata tukitimiza basi siri zote zitatoka nje na baadaye tutaonekana kwa ushahidi mkubwa kwamba kweli sisi ni watu tulio na fujo. Ndipo Kagame akafanya utaratibu wa kumuua dada huyu. Dada huyu aliuawa kwa namna gani? Pamoja na kwamba ripoti za kimataifa na kitaifa zinasema kwamba aliuawa na drone, ila taarifa za uchunguzi wetu tulizonazo hazielezi kwamba dada huyu alikufa na drone. Dada huyu alikufa kwa risasi. Hii inatafsiriwa kwamba kabla ya drone haijaanguka kwenye nyumba ya yule mama, alipigwa kwanza risasi. Alipopigwa risasi akafa. Kwa hiyo alifia ndani ya nyumba yake, ndio alipigwa risasi mle akafa. Baada ya kufa sasa ndipo drone ikatumwa kupiga ndani ya ile nyumba ambao mko tayari maiti, ili semekane ameuawa na drone. Lakini drone ilikuja
mtu ameshakufa, ni kwa ajili tu ya kufuta ushahidi. Huu ni upelelezi wetu wa kwanza. Na vitendo kama hivi vya mtu kuuliwa alafu akapelekewa kifo chake na sababu nyingine viko vingi katika nchi tofauti, na kina Paul Kagame wamefanya hivi sana, na wameua watu wengi kwa namna hiyo. Wanaua watu alafu wanasingizia sababu nyingine, ama wanatengeneza kifo kingine. Kama ni ajali, semekana amekufa kwa ajali, kumbe aliuawa kabla ya ajali. Ni kama alivyo Corneille Nangaa maeneo ya Rubaya, kama alivyo Willy Ngoma maeneo ya Rubaya. Wengi wanafikiri kwamba Willy Ngoma alifia pale Rubaya kwa ile kombora lililopigwa pale, ila niliwahubiria watu wengi muda mrefu sana kwamba Willy Ngoma alikufa kabla ya ile kombora, ila lilifanyika tu kupoteza fahamu na akili za watu kwenye kifo chake. Hiyo ni ripoti yetu ya awali ambayo tumeipata. Sasa kwa vielelezo hivi tulivyovikusanya pamoja na serikali kwa kushirikiana na serikali ya Ufaransa, tayari sumu kubwa imekwisha kuingia ndani ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, na kuona kumbe rais wa Rwanda Kagame sio tipe wa kumwamini, sio mtu wa kufanya naye business, kwa maana anakugeuka na anatenda kila ambacho anakiona kizuri bila kujali wema ambao ametendewa mtu huyu. Umesikia katika interview aliyofanya waziri wa mambo ya nje ya Rwanda na TV5, anakuambia kwamba wajeshi wa Rwanda wamefukuzwa kutoka nchi mbalimbali, lakini hawakujipeleka wenyewe, na walikuwa wameenda kuwatumikia kazi hawa nchi za Occidental, hawa wazungu. Na kama wamewafukuza tena, maana yake hawajawakomoa Wanyarwanda, ila Wanyarwanda walikuwa wanawasaidia wao. Sasa tayari kuko mgogoro mkubwa sana kati ya Kagame na Emmanuel Macron, kwa maana Kagame ameanza kugusa sasa Emmanuel Macron. Ikumbuke kwamba baada ya Kagame kuanza kupigwa sanction na nchi mbalimbali, nchi ambayo haikunena neno lolote juu ya vikwazo vya Rwanda ni Ufaransa. Mpaka leo Ufaransa haijaongea jambo. Lakini kwa huku tunakoelekea tayari tumeanza kuona chuki kubwa baina ya nchi ya Ufaransa pamoja na nchi ya Rwanda kwa vitendo hivi vinavyoendelea. Na ninavyomjua Kagame, unapoendelea kumwambia makosa yake, yeye ndipo hasira huwa zinaendelea kupanda. Na hasira zake zinaendelea kupanda kwa kuwa hakuagi na mtu anayemshauri wala hashauriki, anaanza kufanya sasa mambo sawa na hasira yake. Na wana saikolojia walisema ukifanya maamuzi ukiwa na hasira, utafanya maamuzi ambayo hayana busara. Sasa ndio anabaki anafanya vitu ambavyo havina busara. Hatimaye Wanyarwanda wote wanaonekana hawana busara na kutokuaminika duniani kote kwa kosa la mtu mmoja tu, Kagame. Sasa mgogoro umeanza kugeuka kati ya Rwanda na Ufaransa. Ufaransa alionekana partner mkubwa, shiri, avoka, mtetezi wa Rwanda kimataifa, sasa wanaanza kuumana meno. Emmanuel Macron anauma jino.